Mpenzi mtazamaji wa Bongo Media, jana tumeshuhudia dakika 90 za moto za mtanange na mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Ni dabi ya Kariakoo kati ya klabu ya Dar Young African dhidi ya klabu ya wekundu wa Simba. Moja ya mechi kubwa zaidi ambayo tumeshuhudia siku ya jana. Kila mmoja anazungumzia matukio mbalimbali ambayo yameonekana. Naweza nikasema hiki ni kama kipenga cha mwisho kuangalia uchambuzi kwa kina, kipi ambacho kimeendelea. Nitaomba ninukuu baadhi ya maneno ya wachambuzi ambao wameelezea matukio, kisha tuende kuangalia matukio kwa kina. Dabi ya Kariakoo ambayo jana imemalizika Yanga Simba zote, hakuna timu ambayo ilifanikiwa kupata bao. Hata bao ambalo Simba lilipata kiharari basi liliweza kukataliwa moja kwa moja. Anaitwa Hans Raphael, anakuambia kwamba waamuzi leo wameharibu mechi. Yani siku ya jana Mwalimu kanyimwa goli, Dube aliharibiwa nafasi kubwa ya kufunga, kadi ya Damaro ina mashaka. Muda umepotea mwingi, ila dakika tatu pekee ndo zimeongezwa. Yani ni makosa baada ya makosa. Binafsi lawama nazipeleka TFF. Siku moja kabla ya mchezo huwezi kuambia waamuzi watapelekwa jela wakiharibu mechi. Hii kauli imezalisha pressure kubwa kwa waamuzi mpaka kupelekea makosa kibao. Usisahau kwamba man of the match ni Didier Djigui. Kwa nini amekuwa man of the match? Ni yale mashambulizi makali ambayo yalienda katika lango la Yanga yakitoka upande wa Simba, lakini pia naye ni moja magolikipa ambao walikuwa wanajaribu kupoteza muda. Ukiona goalkeeper amepewa kuwa man of the match, ujue kuna namna amepelekewa moto kweli kweli, na save nyingi ndo zimepelekea yeye kuwa moja ya waliobeba timu isiweze kupoteza matokeo kiwanjani. Lakini pia unashangaa mchezo wa jana ambao dakika 45 za pili mchezo ulisimama sana. Mfano ukitazama ile tukio la Dickson Job baada ya kufanyiwa madhambi na Ino Roemba na kuingia Bakanondo Mwamnyeto, ziko dakika nyingi zilikatika, lakini unashangaa mwishoni mwa mpira zinaongezwa dakika 3 pekee. Hii ilikuwa ni aibu sana katika soka la Tanzania kuona mchezo ambao watu wengi wamepoteza muda alafu zinakuja kuongezwa dakika 3. Lakini pia tukio la mchezaji Selemani Mwalimu kunyimwa bao. Sasa Roemba alipiga moja cross safi kabisa, na wakati anaenda kupiga mchezaji Selemani Mwalimu alikuwa eneo la kuotea. Bakanondo Mwamnyeto akarudi nyuma kidogo na akawa ameua offside. So pale Selemani Mwalimu anapiga header kuelekea katika lango la Yanga na inakuja kupigwa rebound na goalkeeper Didier Djigui, tayari ilikuwa ni onside, na baadaye Selemani Mwalimu akaja kumalizia mpira ule na kuweka kambani. Kuanzia mpira unatoka katika mguu wa yule aliyepiga cross, tayari mchezaji Bakanondo Mwamnyeto alikuwa ameua offside, na ameua offside, mchezaji kapiga mpira ukaja rebound, na rebound muda mwingine inaua offside, kisha mchezaji akaja kuscore kwa mara nyingine tena hivyo. Lakini wengine wanadai kwamba huenda tukio lililopelekea muamuzi wa pembeni lineman 1 kusema kwamba ni offside, kukataa lile bao, kwamba kuna tukio lingine huenda pale wakati mchezaji mwenyewe anatuliza katika kifua katika movement ya mwanzo, huyu mchezaji Selemani Mwalimu kwamba labda aligusa katika mkono, lakini naona kitu ambacho ukitazama video za marejeo hakuna usahihi wa jambo hilo. Moja kwa moja ni yanaweza kani maneno ya kujitetea, lakini mwamuzi aliweza kukosea. Lakini ziko movement mbalimbali, mfano movement ya Prince Mpumelelo Dube. Prince Mpumelelo Dube alikuwa eneo sahihi ambalo sio eneo la kuotea, na alikuwa na nafasi ya kuscore kwa sababu alikuwa anabaki yeye na goalkeeper, lakini moja kwa moja linesman 1 huyo akaja kuamuru kwamba ile ilikuwa ni offside, lakini hakukuwa na offside yoyote. Yanga kuna namna nao wamenyimwa nafasi ya kuona ni kipi ambacho wangekifanya. Lakini Hans Raphael pia anaelezea kwamba kadri muda unavyosonga nazidi kuwa shabiki mno wa Ino Roemba. Hapa anazungumzia yale ambayo Ino aliyafanya kiwanjani, kwamba tumi huu ndo usajili bora kwa Simba this January. Jamani, energetic, kwamba ni energetic. Pia amebarikiwa miguu mirefu ambayo ina support kwenye mikimbio yake. Jamaa anakimbia umbali mrefu sana, jamaa ana mapafu, jamaa anasafisha hadi hewa. Muda wote anapanda na kushuka, up and down. Nadhani akifanya kazi umaliziaji wake basi ataimbwa sana. Lakini hiyo ilikuwa ni katika kuchagiza yale ambayo yalifanywa siku ya jana. Lakini matukio muhimu ndio tukio la Prince Dube kuambia yuko offside katika eneo ambalo angeweza kuscore goal kwa namna moja au nyingine, na wakati hakuwa eneo la offside na alikuwa eneo la clear. Lakini pia issue nyingine ndio hiyo ya Selemani Mwalimu, bao ambalo alilifunga alafu akaja kusema ni offside wakati alikuwa eneo sahihi. Hii ndio jambo kubwa zaidi. Nadhani kama unavyoiona picha, nimekuwekea picha hapo ili uone tukio kwa undani kabisa, kwa namna gani Simba wamenyongwa kunyimwa bao la wazi kabisa. Ukitazama alipokuwa Bakanondo Mwamnyeto na movement ya Selemani Mwalimu, tayari alikuwa eneo zuri kabisa na akawa amefanikiwa kupata bao, lakini moja kwa moja mwamuzi akaweza kuinyonga Simba na kuikosesha bao. Na huku
huku mambo yanayoendelea ni kuhusiana na maamuzi yatakayotolewa na kamati ya masaa 72 baada ya waamuzi kuanzia linesman 2, linesman 1 pamoja na mwamuzi wa kati Mwinchui kuharibu mchezo wa jana, na timu moja ambayo ilistahili kupata matokeo kuyakosa matokeo hayo. Moja kwa moja dabi ilimalizika bila timu kufungana. Simba Sports Club wanaendelea kuwa na deni la point 5 dhidi ya Yanga ambao ndio vinao la ligi kuu ya NBC Tanzania. Simba jana kama wangefanikiwa kushinda basi zingepungua na kubaki point 2. So point 5 clear zinabaki pale pale, wote wakiwa wana idadi sawa ya michezo, yani michezo 11. Unaizungumziaje swala hili? Na hizi ndizo dakika nyingine za uchambuzi kuhusiana na michezo na matukio mbalimbali ya ligi ya Tanzania. Asante.